nikawa nimeandika hekima ni kujua mipaka yako inaishia wapi, na mwanzo wa amani ni kujua nguvu yako inaishia wapi. Sikuongea au sikuandika kuwafurahisha watu. Niandika kwamba ukishajua level yako sio ya kudili na wana wasikewa, usipose kuongea, afuta kuelewa, kwa sababu nguvu yako inapoishia rohoni imeamuliwa na kiwango chako cha uelewa. Kwa hiyo kiwango cha uelewa cha mtu rohoni ndio hapo mwisho wa hatima yake. Ina maana hauwezi kwenda katika roho kwa umbali ambao haujawahi kuelewa umbali huo katika roho. Na ndio maana ambao walimzika Lazaro, walimzika kwa sababu hawakuwahi kufika kwenye umbali ambao Lazaro hatakiwi kuzikwa katika roho. Wanaotukatisha tamaa, wanatukatisha tamaa kwa sababu hawajawahi kufika kwenye umbali ambao sisi tumefika tukiamini tutamaliza. Ni asilimia ngapi ya watu ambao bado wanakabiliana na vita ile ile ya ugonjwa na unawaumiza vile vile na bado wanauombea vile vile? Na ndio maana Yesu alijua wanafunzi wanaomba. Kuna mama mmoja aliwahi kusumbuliwa mwanae na pepo kwenye Biblia. Yule mama akawa amepeleka mashtaka kwa wanafunzi wa Yesu. Biblia inasema wanafunzi wa Yesu walihangaika sana yule pepo kutoka. Yule mama siku hiyo akaamua mpeleke yule mtoto wake kwa Yesu. Lakini Yesu alifanikiwa, akamtoa. Alipomtoa, wanafunzi baadaye wakamwendea faragha kwa siri. Wakamwambia, Bwana, hii issue ambayo wewe umefanya, sisi tumeifanya. Mbona kama unatukana kwa watu kama sisi sio wako? Kwa nini tulipoifanya sisi haikutokea, haikuwa kama vile? Yesu akasema kwa namna hii haiwezekani. Alimwambia tu wanafunzi, ngoja twende deep kidogo. Namna mliokuwa mnafanya sio namna iliyokuwa inaelezewa rohoni. Ina maana ulimwengu wa roho ukihesabu hasara, ulimwengu wa mwili utahesabu pesa. Na ndio maana kuna kitu nijitahidi kukufundisha, make sure unaelewa tafsiri ya mambo kiroho nje na maana za mambo kimwili. Kuna utofauti mkubwa wa kuelewa changamoto ulionayo na kuelewa Mungu anajuaje kwenye hiyo changamoto. Ukielewa changamoto ulionayo haitoshi. Ukielewa Mungu anaelewa nini kwenye changamoto ulionayo, inakamilisha kile ambacho wewe ulikuwa unaelekea nacho. Na ndio maana atakusaidia kujijua. Hana uwezo wa kupata mtoto, haikuwa kazi ngumu, ni rahisi kwa sababu matokeo yanaonekana mwilini kwamba uwezo wa kuzaa kwake haupo, ni kawaida, inaonekana. Lakini changamoto ambayo inasumbua sana kwa watu wengi ni kwamba hata pale wakati ambao Hana anatakiwa apate mtoto, alikuwa bado hana kama jina lake lilivyo. Shida ilikuwa hana kupata mtoto. Shida hana kujua Mungu anajua nini kuhusu mtoto. Na ndio maana baadaye mimi niliita lile ombi ni ombi la kuotea, sorry. Ni ombi la kubahatisha, kwa sababu baadaye akasema, Mungu ukinipa mtoto nitakupa wewe. Manake Ana alifika maana akasema, acha tu ikitokea. Wale wazee wa naziri, yaani unaomba afu unaanza kuguzaguza. Acha tu ikitokea kama bahati, basi Mungu ijulikane au ionekane kwamba wewe ndio umefanya nini? Umenipa na nimekurudishia. Hana pale alitumia kitu tunasema 442. Yes. Wafuatiliaji wa michezo wanaelewa. Yaani alitumia hiyo formula, yani aliamua kucheza nayo vizuri sana. Kwa maana kigoma huko unapita huko, kigoma huko unapita huko. Lakini katika roho bado ilikuwa ni mtihani, kwa sababu Mungu hakumpa Hana anachotaka. Mungu alimpa Hana anachohitaji. Sio anachohitaji Hana, anachohitaji Mungu. Na ndio maana alipompa, alimpa kwa ajili yake, hakumpa kwa ajili ya Hana. Yes. Ulishawahi kupata time ya kuchunguza mambo uliojibiwa na Mungu? Asilimia kubwa mambo aliyokujibu, ulishawahi kuchunguza amekujibu uwe nayo au amekujibu ayapate kwako? Ulishawahi kujiuliza hili swali? Yaani mambo ambayo Mungu amekupatia,
Ushajiuliza amekupatia uwe nayo au amekupatia kinataka yaone kwako? Nataka yaone kwako. Kwa hiyo aone namna ya kudumu nayo kama hujamwelewa. Yes.